hawajui kama utumbo wao tayari umeanza kuvuja moja kwa moja. Hii kitaalamu tunaita ni leaky gut, ambayo ni wengi ambao wamepitia dalili hizi na wafahamu kama tayari utumbo wao umevuja. Wengi unahisi una changamoto ya gesi, wengi unakuta ni uchovu, unapata changamoto ya ngozi mbaya, na pengine tumbo linavimbiwa kila siku. Inaweza ikawa ni ishara ya utumbo wako tayari umeanza kuvuja, na kuna sababu kadha wa kadha zinazopelekea utumbo wako kuvuja. Kitaalamu ndio tunaita ni leaky gut moja kwa moja. Tunapoongelea leaky gut tunamaanisha ni ile hali ya utumbo ambao unaanza kuachilia chakula na kushinda kukichakata. Unaachilia chakula bila kukichakata, unaachilia bakteria, lakini pia unaachilia sumu ndani ya damu moja kwa moja. Kwa maneno rahisi, unaweza kusema ni pale ambapo utumbo wako unavuja baada ya kuchuja vizuri kile ulichokula. Hiyo ndio tunaita ni tumbo lako limevuja, limeanza kuvuja. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto ya utumbo wako kuvuja, tumbo lako kuvuja ambayo tunaita ni leaky gut, moja kwa moja tuwasiliane ili uweze kupata msaada zaidi. Sababu ambazo zinapelekea utumbo wako kuvuja ni zipi? Namba moja, tunasema ni lishe isiyo na balance au lishe isiyo bora. Ukitumia lishe ambayo sio bora, moja kwa moja utumbo wako utaweza kuvuja. Tumbo lako litaweza kuvuja, ambayo tunaita ni leaky gut moja kwa moja. Hapa unatumia sukari nyingi zaidi, vinywaji vyenye sukari nyingi zaidi ni vyako, chakula kilichochakatwa sana, vyakula vile vilivyokobolewa ni vyako. Ndugu yangu, hapo unasababisha utumbo wako kuweza kuvuja moja kwa moja. Hiyo ni jambo namba moja ambalo unatakiwa kulifahamu. Namba mbili ni stress sugu. Watu wana changamoto ya stress. Unapitia msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo huwa una asili na muundo wa seli na utumbo, ambayo tunasema ni intestine lining moja kwa moja, ambayo inasababishwa na uzalishwaji wa homoni ya cortisol. Homoni ya cortisol inazalishwa pale unapokuwa na changamoto ya stress. Ikishazalishwa huwa inaenda tumboni, inachoma hata bakteria wabaya wazuri na acha bakteria wabaya. Bakteria wazuri wote wanakufa, microbioma moja kwa moja huwa wanakufa kabisa. Lakini pia tunasema antibiotic mara kwa mara. Sijajua kwa nini natumia antibiotic kila mara kwa mara, na tumekuwa tukiwaelekezeni jamani, antibiotic inakuwa na madhara mengi sana ndani ya miili yetu. Unapotumia antibiotic huwa pia inaenda kuua bakteria wabaya, lakini pia inaua hadi bakteria wale wazuri. Ndio maana ni hatari kwa afya yako, inasababisha utumbo wako uanze kuvuja moja kwa moja. Niambia hapo chini kwenye comment kwa nini unatumia antibiotic kila mara. Kwa nini unatumia antibiotic kila siku, ili tuweze kukupa msaada zaidi. Lakini pia utumbo wenye inflammation, ambao utumbo unakuwa na uchochezi, hapo utapata gesi, utapata kuvimbewa, utapata vidonda vya tumbo, lakini vitaongezeka mara kwa mara, ikiwepo haja ya tumbo kuweza kuvimbewa moja kwa moja. Hizo ndo sababu zinazopelekea utumbo wako kuanza kuvuja. Sijajua wewe kilichosababisha utumbo wako kuanza kuvuja ni kipi? Nijulishe hapo chini kwenye comment. Hapa taangalia dalili za leaky gut. Kwa nini? Dalili zinazoonyesha utumbo wako umevuja. Namba moja tunasema ni gesi na bloating kila siku. Unakuwa na gesi na tumbo lako linavimbewa kila siku. Wengine unakuta tumbo linavimbiwa kama vile mjamzito, kama vile anaenda kujifungua. Ndugu yangu, ni hatari kwa afya yako. Namba mbili, choo kibaya cha mara kwa mara au kigumu. Unapata choo kama utepe, mara pengine unapata choo cheusi kama rami, pengine unapata choo chenye harufu kali, unajamba ovyo, basi jua utumbo wako umeanza kushindwa, utumbo wako umeanza kuvuja. Tayari uchuji chakula unachokula, uchuji sumu au uchuji bakteria ndani ya tumbo lako. Namba tatu, ngozi yenye chunusi, mzio na unakuwa na miwasho mingi mara kwa mara, unakuwa na mzio, unakuwa na chunusi. Nishakwambia kama una changamoto ya chunusi, usikimbilie mnavita vipako. Hakikisha kwanza unacheki, je, utumbo wako uko sawa? Kwa sababu unakuwa na bakteria wabaya tumboni, wanasababisha kuwa na ngozi yako kuweza kuwa mbaya. Uchovu usioisha, unakuta unachoka mara kwa mara, unakuwa na uchovu mara kwa mara. Kwa nini unakuwa na uchovu mara kwa mara? Kwa sababu tayari moja kwa moja utumbo wako umeanza kuvuja. Na ili watu hawajui,
Watu hawajui, wanatulia kabisa, lakini ukiona dalili hizo ni red flag. You have to find the solution. Unahitajika kupata suluhisho mapema ili uweze kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja. Tuambie ni dalili zipi unazopitia ili tuweze kukupa msaada zaidi. Sasa hapa tuangalie ni matokeo yapi utayapata au madhara yapi utayapata endapo utumbo wako utaweza kuvuja moja kwa moja. Cha kwanza, usumbufu wa tumbo. Unakuta tumbo lako halitulii. Tumbo lako yani tumbo lako linapata vurugu kila siku, mara kunguruma, mara kuvimba, unakuta kama inakuwa na gesi inaongezeka. Ukiona dalili hiyo, basi jua moja kwa moja una changamoto ya leaky gut moja kwa moja, ambayo imekuwa ni changamoto kubwa. Kupanda kwa pressure na sukari bila sababu. Unakuta pressure inapanda tu bila sababu. Nimeshasema kuna uhusiano mkubwa wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na upandaji wa pressure na upandaji wa kisukari. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo unatakiwa uifahamu. Tunapoanza kutibu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula moja kwa moja, tunaanza kurekebisha pia na mifumo mingine ambayo inaweza kusaidia kuondokana changamoto ya pressure na kisukari. Namba 3, kuzorota kwa kinga mwili. Kinga mwili inakuwa chini. Kila ugonjwa wote unaokuja unaingia. Kila ugonjwa wote unaokuja lazima uzame ndani. Kama utakuwa na changamoto hiyo, basi hakikisha unatafuta suluhisho. Lakini kuongezeka uwezekano wa homoni kuvurugika. Wanawake, homoni zenu zinavurugika. Moja ya chanzo kinachosababisha homoni kuvurugika tunasema ni leaky gut moja kwa moja. Tumbo kuweza kuvuja. Unapoona utumbo wako umeanza kuvuja moja kwa moja, basi jua hata homoni zitavurugika. Migogoro ya ngozi na uchovu wa mara kwa mara. Ngozi yako inaharibika, mchovu mara kwa mara. Ukiona dalili hizo, basi jua kwamba utumbo wako tayari umeanza kuvuja. Tuambie ni dalili zipi unazopitia na matokeo gani umeshapata ili tuweze kupatia msaada zaidi. Jinsi ya kurekebisha hii ni kufanyaje? Cha kwanza, ongeza vyakula vyenye fiber. Mboga, matunda ni muhimu sana, vyakula vyenye nyuzi ili visaidie kuweza kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Namba 2, punguza sukari na chakula kilichokobolewa. Sukari na chakula kilichokobolewa ni hatari kwa afya yako na wengi wao hatufahamu. Sukari muhimu, sukari unatumia matumizi ya sukari na pengine wengine wanatumia sukari kwenye tumbo tupu, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia tumia probiotiki kama mtindi, kisamvu ni nzuri zaidi. Mtindi na kisamvu ni nzuri zaidi, unarekebisha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini punguza stress, medication, usingizi wa kutosha. Unaondokana changamoto ya usingizi. Unapata usingizi wa kutosha kwanza masaa 6 mpaka 8 ni mzuri zaidi. Lakini pia unafanya changamoto ya unapunguza stress ili homoni ya cortisol isiendelee kuzalishwa. Lakini pia epuka antibiotiki bila sababu ya dharura. Hakikisha unapokuwa na changamoto, you have to find the solution. Acha kutumia antibiotic kila siku. Tuambie kwa nini unatumia antibiotic kila siku ili tuweze kukupatia msaada zaidi. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na changamoto yoyote, naomba tuwasiliane ili uweze kupata msaada zaidi. Karibu na Mungu apate kubariki.